Hii ni MTV1 online inayokutangazia kwa njia ya mitandao kutoka mashariki mwa Kongo, sehemu moja ya Afrika Mashariki. Niite Jeremy Hassan Kiawere kutoka mashariki mwa Kongo siku ya leo. Unaweza kutufuata kupitia mitandao yetu ambayo ni www.mtv1news.com, Facebook MTV News DRC, Twitter ama X MTV DRC, LinkedIn MTV News DRC, pamoja na redio zinazotuunganisha kupitia FM Kivu Kaskazini. Taarifa kuu siku ya leo ni kwamba Rais Mustafa wa DR Congo Joseph Kabila wasili mjini Goma. Alafu kuja kwake kuna kutufurahisha sana sisi wafuasi wake. Baada ya kuzungumza kupitia mitandao, Rais Mustafa Joseph Kabila wa DRC hatimaye amewasili mjini Goma. Ezekias Mohaya ni mkuu kiongozi wa PPRD yake Joseph Kabila. Kuja kwake kuna tusatisfy, kuna tutoshelea, sababu unajua tulikuwa tumeishi katika nchi ya magawanyiko, ya ubaguzi, ya uporaji, ya rushwa. Alafu kuja kwake kuna kutufurahisha sana sisi wafuasi wake, na sio sisi pekee tu, kama namna vile wakati alipohudumia taifa watu wote kweli walifurahia hotuba hii, na sasa ametimiliza moja yale aliyozungumzia ya kwamba atakuja kutupatia pole. Amefika. Jambo la pili ni kwamba anapofika tunatumaini ya kwamba tarudia ile zoezi yake ya kuunganisha nchi, sababu naona namna ya AFC hapa na namna government Kinshasa ilikuwa inaonyesha kweli ya kwamba nchi inagabulana. Sasa kuja kwake kuna tuhakikishia ya kwamba haitawezekana tena kugabulana, na tunaona ya kwamba yale mazungumzo ya ubaguzi, ya ugawanyaji, uporaji na rushwa yatakomeshwa. Hii inatufurahisha sana. Koenda vile vile ya kama aliye kuanzisha maneno ya udemokrasia, sasa ule udikteta tunataka kuweka pembeni, turudilie udemokrasia na raia au na jambo lake la kuzungumzia. Hii inakuwa kabisa miongoni mwa mambo yanatufurahisha kwa kufika kwake. Tunamkaribisha na kumpigia shangwe sana. Sisi wafuasi wake tu, lakini vile vile watu wote wa hapa Goma wanafurahi kusikia kwamba yupo hapa. Kabila akiwa ameondolewa kinga yake ya bunge la DRC, Bertrand Bisimwa ni kiongozi wa M23. Rais Kabila ni mwananchi wa Kongo. Nadhani hiyo tusiwe tunaisahau mara nyingi. Ni mwananchi wa Kongo na anakuwa na haki yake kama mwananchi wa Kongo kuwa na uhusiano yoyote na Wakongomani. Na cha pili, alikuwa ni rais wa nchi hii, aliongoza nchi hii. Ni mtu ambaye anahitaji heshima. Tunapaswa mpa heshima yake kwa yale ambayo alifanya ndani ya nchi. Yakawa mazuri, yakawa mabaya, lakini aliongoza nchi hii. Na ni kwa hiyo sisi tunampa heshima. Ya tatu, Rais Kabila leo anakuwa mwanasiasa ambaye anakuwa ndani ya opposition, na sisi tunakuwa ndani ya opposition. Kusema tunakuwa sisi sote upande mmoja ambao tunapiganisha mambo mabaya, uongozi mbaya ndani ya nchi. Na hiyo ndio inakuwa relation ambayo inahusisha sisi na yeye. Uasi wa M23 ikiwa umeionya serikali ya Burundi kuondoa wanajeshi wake wote kwenye ardhi ya Kongo. Uhusiano katikati ya sisi na government ya Burundi hakuna uhusiano hata moja haiko. Maana Burundi ni nchi ambayo inatupiganisha pembeni ya DRC government, na wao ndio wanakuwa huko kwao leo wanaweka adui nyingine ambao ni FDLR zinakuwa kule nyingi na zina organize wao wenyewe huko ili waweze kutupiganisha. Kule ndio kunatoka hatari zote ambao zinaua population yetu ya Haut Plateau kupitia jeshi yao. Huko ndio kunakuwa intelligence service za Kongo ambao zina monitor hiyo sekta yote na zinapangia watu. Zinapana sible kwa zile drone za DRC government, zile drone alafu zinaenda zinaua watu. Hatuna uhusiano hata moja na Burundi. Lakini perspective yetu ni ya maongezi pekee yake. Tunawaza kwamba doa ikimaliza hiyo vita, hao watu watatoka na wanaenda kwao. Maana sisi hatuna shida na Warundi ni wandugu zetu. Lakini kunakuwa siasa mbaya ya Burundi ya viongozi wao ambao wanatumikisha jeshi yao kuua Wakongomani, na sisi hatuwezi kusupport government kama hiyo ambayo inafanya vitu kama hiyo. Kitu ambao tunawaomba ni waweze kutoka maeneo ya nchi yetu, watu wache kama sisi na DRC government tuongee, tumalize shida.
wafanye kama vile SADC ilifanya, withdraw forces zao. Hiyo ndio tunaomba. Maana leo option ambayo inakuwa ni kusema wakongomani wao wenyewe wamalize shida katikati yao wenyewe. Ndio maana tunaomba hiyo force ya Burundi itoke hapo, warudi Burundi. Sisi hatuna hata nia moja ya kwenda kule kwao. Hatuna hata nia moja. Sisi tuko kwetu, tunajipigania sisi wenyewe, tunajihami na hatuna nia mbaya kwa hiyo nchi. Tunadhani Warundi wako na shida zao kule, wanapaswa kuzimaliza wao wenyewe. Lakini hatutaki Warundi wakuje kuwa raia yetu ndani ya nchi yetu. Hiyo ndio kitu ambacho tunaweza kuambia government ya Burundi watusaidie. Mimi nilifika hapo mara nyingi Bujumbura na nilikutana na rais wa Burundi mbele hivi vitu mbele wakuje kujiingiza ndani ya vita, na nilimuelezea shida zetu, na yeye mwenyewe aliniambia, nasema ninaona hii shida yenu inafanana na shida ambayo sisi tulikuwa nayo sisi kama CNDD FDD, na hiyo shida ndio ilituma na sisi kama CNDD FDD kuanza vita ndani ya nchi yetu. Aliniambia hivyo. Sasa kwa nini leo anakuja kufanya mzoro, anakuja kuleta shida ndani ya nchi yetu, wakati yeye mwenyewe anajua kwamba vitu ambavyo tunapigania ndio wao wenyewe pia walipigania? Alafu naomba ajue kitu kimoja, iwe Burundi, iwe Rwanda, iwe Uganda, government ambazo zinakuwa hapo zilitokana na ubaguzi. Ni watu ambao walibaguliwa kwao, na hiyo government ambayo iliwabagua ilipigwa ikashindwa vita, na wale ambao walibaguliwa walikamata madaraka. Nataka kumkumbusha hiyo swali aijue. Na hiyo swali pia Rais Museveni kuna wakati alisema huko Kinshasa, wakati walifanya meeting yao ya mechanism hiyo ya implementation ya agreement ya framework ya Addis Ababa. Museveni alisema ujue kwamba mimi na Rais Kagame tuliingia kwa madaraka kutokana na siasa za ubaguzi ambazo zilikuwa ndani ya nchi yetu. Hawa watu ambao wanabagua kesho wanaweza wakapindua. Na hiyo ndio message pia ambayo nasukumia watu wa Kinshasa, wao wanajua, ninawakumbusha. Na hiyo ninakumbusha pia rais wa Burundi, kama naye alisema kama alibaguliwa ndio maana alikamata madaraka. Alafu mtu ambaye anabaguliwa hana la kupoteza bwana, anapigana, anaweka nguvu zake zote mpaka anahakikisha kwamba anakuwa safe. Na ndio vitu ambavyo sisi tunafanya. Hiyo ndio perspective sana. Asante sana. Huku rais wa Burundi akiwa amemaliza ziara yake mjini Kinshasa. Ujio huu unaoshuhudiwa wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakumbana na migogoro ya vita unaendelea kuibua maoni mbalimbali kati ya raia pia na wanasiasa. Wanawake wakiomba amani na usalama, akisema Pelaji Lumbulumbu wa shirika la wanawake Kivu Kaskazini. Itakuwa muhimu sana kuchunguzana wakati watakapozungumuza kati ya hizo pande mbili na kujua kama watasimamia msimamo gani, ili kwani tunakuwa na shabaha kubwa sana gizi nimesema ya kuleta kwanza amani katika nchi yetu ya Kongo, hasa zaidi kwa upande wa mashariki wa nchi wetu wa Kongo. Na hiyo ndio inakuwa kabisa suluhisho kwa hiyo jambo wakati watakapozungumza. Mashirika za vijana zina mtazamo gani? Tumezungumza naye Ezailiko wa vuguvugu la Lucha Kivu Kaskazini. Kutembea kwa Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi ni tunaisalimu sana. Anakuja kwani kutafuta suluhisho kwa shida ambayo tunaipitia. Alipokea wakimbizi wengi sana ambao walitoka Kongo, Uvira, Bukavu, Goma, wote ambao walikimbia kwa uhamisho waliingia huko na waliwapokea salama Burundi. Na tunadhani kama yeye anaepia neno la kusema, kwani hii shida ambayo tunaipitia ni shida ambayo imekuwa sasa ya inji zote. Piero Kolongo, mwanasiasa wa upande wa vyama tawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa Beni, hapa akipongeza ujio huu wa Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi. Kwangu nafikiria ni mambo nzuri, kwa sababu Ndayishimiye yeye anakuwa na support Kongo kwa kutafuta amani na udugu. Sasa nafikiria kwangu ni furaha kubwa, kwa sababu mambo yanaendelea ndio vizuri kushinda jana, kwa sababu jana kulikuwa kutoweza kusikilizana ya
Rwanda na Burundi na Kongo na Rwanda. Sasa kwa leo fatana na mambo ya leo Katare na leo Amerika, tunaona kama yeye anafika pale, ndio kusema mambo yanafika karibu mwisho na tumaini na kuwa pale. Rosette Kavula ni wa upinzani katika muungano wa FCC, muungano unaosindikiza shughuli za Rais Mustafa Joseph Kabila. Tunajua kamba shida ya Kongo ni wakongomani tu, na kuitatua inabidi sisi wakongomani tuikale na tutatue shida yetu, kwa sababu mtu wa nje hawezi kutatua shida ya ndani. Wakati huo Laurent Mugiraneza akipendekeza mzozo huo wa DR Congo ukitatuliwa na wakongomani wenyewe kuliko kualika nchi za kigeni. Kwa kweli viongozi wa Afrika namna pekee, hususan Ndayishimiye ambaye kila wakati na kila mara anafika na hata ni mfadhili wa government ya Kongo kwa ajili ya kuleta vikosi vyake kuwasaidia wakongomani, hatutarajia chochote kabisa. Hata kikao hicho cha Kampala hamuna chochote, sababu imeonekana kama viongozi wa Afrika wote hawana neno na hawana umoja, hawana ukweli kati yao na hawana neno la kuzungumzia ili amani ipate kurejeshwa. Kumbuka kwamba ujio huu wa Rais Evariste Ndayishimiye wa Jamhuri ya Burundi wakuja siku chache baada ya serikali ya Burundi kupiga marufuku hati za raia wa Kongo zinazokuwa na sahini na mihuri ya maeneo inayodhibitiwa na waasi wa FCM23. Ni hayo kwa siku ya leo. Endelea kutufuata kupitia mitandao yetu mbalimbali. Niite Germain Hassan Kiawere kutoka DRC.